Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na napenda kukukaribisha tena, mtu wa Mungu, kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Na leo, mtu wa Mungu, tunapenda sana kuchukua nafasi hii ya kuweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi mzima, mwezi wa 5, mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, mtu wa Mungu unayenisikiliza, usiku wa leo jiandae ya kwamba utaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya mwezi mzima na mwezi mzuri ambao Mungu ametupa neema ya kuutembea na kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Lakini pia, mtu wa Mungu, nipende kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umetutumia SMS kwa ajili ya shuhuda, na wewe ambaye umetupigia simu. Shuhuda ni nyingi, Mungu awabariki wote. Lakini wewe ambaye ukutuambia shuhuda, ninao uhakika na ninayo imani na ninajua kuna mahali Mungu amekugusa. Kuna eneo Mungu amekutenda mema, Mungu amekutenda makuu, Mungu amekusaidia. Kila mtu anayesikiliza sauti hii anayo sababu ya kumshukuru Mungu. Analo neno la shukrani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, ndugu msikilizaji, ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba mwema, Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Tunasema asante kwa ajili ya rehema zako. Tunasema asante kwa ajili ya huruma zako. Tunakushukuru Mungu mkuu. Tunakutukuza kwa ajili ya upendo wako kwenye maisha yetu. Usiku wa leo, Baba yangu na Mungu wangu, watu wote tunasogea mbele zako. Tunanyanyua mikono yetu juu ya shukrani. Tunapoanza neno hili, ukaseme na sisi, ukatusaidie, ukatuponye, ukatuelekeze, ukatuinue katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimekuambia, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi huu mzuri, mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Mungu alitupa neema sana. Tumesikiliza neno mahali hapa, tumejifunza, tumeomba, lakini zaidi ya yote tumefunguliwa na kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Na kila mtu aliyeomba maombi haya anao ushuhuda, na Mungu ataenda kukamilisha pia shuhuda ambazo hazijakamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunasimama na kichwa cha somo kinachosema maombi ya shukrani yaletayo ongezeko, pamoja na maombi maalum ya kuanza mwezi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba nirudie kichwa chetu cha somo la usiku wa leo. Kinasema hivi: maombi ya shukrani yaletayo ongezeko, pamoja na maombi maalum ya kuanza mwezi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ndugu msikilizaji, siku ya leo kila mtu anayo sababu ya kwenda mbele za Mungu na kumshukuru Mungu. Kama ulipata nafasi ya kuomba ndani ya mwezi huu, basi siku ya leo, mtu wa Mungu, tuitenge maalum kwa ajili ya kwenda mbele za Mungu na kumwambia asante, na kumrudishia sifa, na kumwambia Mungu, tunakushukuru, tunakutukuza, umetutenda mema na umetutenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wa Mungu wanapenda sana kwenda mbele za Mungu kupeleka mahitaji, kupeleka maombi, kutaka msaada mbele za Mungu.
Lakini watu wengi hawapendi kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya yote, mema yote uliotufanyia, mazuri yote uliotufanyia. Hata yale ambayo hukujibu sawa na ambavyo tulitamani. Lakini wewe Mungu umekuwa mwema sana kwenye maisha yetu. Tunasema asante. Ngoja tuangalie neno la Mungu kwa ufupi ili tuweze kuendelea mbele. Dada Krista, nisomee Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 na wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 na wa 18. Ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko, neno la Mungu linaanza kwa kusema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kuomba ni sawa kabisa. Na ndani ya mwezi huu ndicho tulichokuwa tunakifanya. Tunaomba mbele za Mungu. Tunapeleka mahitaji yetu. Tunapeleka shida zetu. Tunapeleka maombi yetu. Tumemwomba Mungu kwa habari ya kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Tumekemea, tumevunja, tumeharibu nguvu za giza, tumeharibu falme na mamlaka. Sasa mtu wa Mungu, baada ya kuomba, neno la Mungu linatuagiza shukuruni kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, leo unapofanya shukrani, unatenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kila nyumba na kila mtu tutaingia kwenye shukrani. Tutakapoomba shukrani, tutakuwa tumesimamia mapenzi ya Mungu. Tutakuwa tumetenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu shukrani, mtu wa Mungu, ni sauti ya imani. Shukrani, mtu wa Mungu, inamleta Mungu kwenye maisha yako. Shukrani, mtu wa Mungu, inamfanya Mungu akae na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini anakaa na wewe? Kwa sababu unakuwa kwenye mapenzi yake. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, Mungu anaketi katika sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Palipo na sifa kuna shukrani. Palipo na shukrani kuna Mungu. Palipo na Mungu kuna baraka. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wote leo tutanyanyua maombi yetu, tutamshukuru Mungu. Tutamwambia Mungu asante kwa ajili ya maombi yetu 12. Tutamwambia Mungu asante kwa ajili ya mahitaji yetu. Tutamwambia Mungu asante kwa yote aliyotujibu na kwa yale ambayo hajatujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, ninaomba tuendelee mbele. Nisomee Wakolosai 3:15 nikuonyeshe kitu. Wakolosai 3 mstari wa 15. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko, neno la Mungu linaanza kwa kusema hivi, amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Na leo mtu wa Mungu, tutamnyanyulia Mungu mioyo yetu ya shukrani. Na neno la Mungu linamalizia kwa kusema tena iweni watu wa shukrani. Maana yake asiwepo mtu ambaye ataenda na malalamiko. Asiwepo mtu ambaye moyo wake utakuwa umeinama mbele za Mungu. Asiwepo mtu ambaye ataenda mbele za Mungu na sikitiko. Ndio maana neno la Mungu linasema kwenye mstari wa mwisho hapa, tena iweni watu wa shukrani. Kwa nini neno la Mungu limetuambia hivi? Kwa sababu watu wengi hawapendi kumshukuru Mungu. Watu wengi wanapenda kuona ya kwamba Mungu amewajibu kidogo.
au wa kumalizia namna walivyotaka. Ndio maana Wakolosai anasema tena, ndugu msikilizaji, tena usilalamike, tena usilalamike, usihuzunike, bali iweni watu wa shukrani. Kwa nini anasema hivi? Anajua mioyoni mwetu kumejaa kupungukiwa. Kwenye mioyo ya watu wengi kumejaa kuchanganyikiwa na matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iweni ni muwe na shukrani. Manake hili andiko tunaweza tukalisema hivi, tena muwe watu wa shukrani. Kwa hiyo ni kama Mungu analeta onyo. Tena ndugu unayenisikiliza, uwe na shukrani. Mungu amejibu maombi yako 12 haya. Kati haya 12 amejibu 3. Unasema angemalizia la 4 na la 5 ningeshukuru. Tena uwe mtu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshukuru Mungu, mtu wa Mungu. Mungu amekupa chakula hata kama bado hajakupa kazi, ukulala na njaa. Tena leo mshukuru Mungu kwa habari ya hicho chakula. Mtu wa Mungu, mwingine unalalamika ya kwamba biashara yangu haikufanya vizuri. Tena mshukuru Mungu kwa sababu hata hiyo biashara imeanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshukuru Mungu kwa ajili ya mavazi aliyokupa, kwa sababu kuna wengine hawana mavazi. Mshukuru Mungu namna ambavyo afya yako ni njema hata kama hauna pesa. Tena mshukuru Mungu kwa habari ya hiyo afya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwingine unalalamika, bado Mungu hajanijibu, bado Mungu hajajibu kwa habari ya ndoa yangu, bado kuna malalamiko. Tena mshukuru Mungu kwa habari hata ya ndoa. Hata kama bado kuna vitu haviko sawa. Tena maana yake anatupa onyo, anakujua. Tena acha malalamiko wewe Kristo. Hebu mwambie Mungu asante kwa sababu amekuangalia, kwa sababu amekulinda. Amen. Kwa sababu amekupa afya, kwa sababu amekusaidia. Amen. Hata kama mambo yako hayajawa kama unavyotaka, bado hayajamalizika, bado Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado fadhili zake ni za milele. Bado Mungu ni mwaminifu. Amen. Bado anakuangalia, au jafa mtu wa Mungu. Usiende na moyo wa kukata tamaa. Tangu tunaanza huu mwezi, wewe unalalamika hadi tumalize mwezi kweli? Hapana. Hatutampelekea Mungu hiyo sauti ya malalamiko. Hatutamwambia Mungu sisi ni kama watu tusiokujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ukisoma Isaya 1:3, neno la Mungu linasema hivi, ng'ombe amjua bwana wake na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Kwa nini anasema hivi? Mtu wa Mungu, unapomshukuru Mungu ni ishara ya kumjua Mungu. Kwa hiyo usipomshukuru Mungu unakuwa unaonekana haufikiri mbele za Mungu, unaonekana haumjui Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema hadi punda na ng'ombe wanawajua bwana zao. Mtu wa Mungu, hata kama bwana wake huyu ng'ombe akumpa chakula, lakini ng'ombe anamjua. Hata kama alimlaza nje, lakini anamjua. Usiku wa leo tunaposogea mbele za Mungu kwa ajili ya shukrani, tunamuonyesha tunamjua. Hata kama kuna vitu hajamalizia kutujibu, lakini tunamjua. Hata kama bado hatujapata promotion, lakini tunamjua. Amen. Hata kama hajatupa namna tunavyotaka, lakini tunamjua. Amen. Kwa sababu tunamjua, na ni yeye ndiye ambaye tumemwendea mwezi mzima na mahitaji yetu na maombi. Basi leo siku hii moja tunamwendea na shukrani. Amen. Leo siku hii moja tunaenda kumwambia asante. Umetukinga na ajali barabarani. Umetukinga na mikono ya watu wabaya. Umetusaidia hatukuangamia. Umetatua kesi zetu hata kama hazijaisha. Mtu wa Mungu, Mungu unamjua. Shukrani itamfurahisha Mungu usiku wa leo. Amen. Shukrani yako itamfanya Mungu akuangalie zaidi. Mtu wa Mungu, neno lako la shukrani na maneno yako ya sifa yatamfanya Mungu akuone, hakika mwanangu anayo imani. Anayo imani. Moyoni mwake ananiamini. Anajua hili jambo nitalimaliza. Amen. Anajua hii changamoto yake nitaimaliza. Anajua nitamsaidia. Lakini mtu wa Mungu, hata kama Mungu hatokujibu, mshukuru. Hata kama hatokusaidia unavyotaka, yeye ni Mungu wako, ni mwema.
Ndio maana Daudi akasema hivi ya kwamba ninamjua Mungu ni mwema, sijawahi kumwona mwenye haki wa Mungu ameachwa. Hata kama hajafanya unavyotaka, Mungu hatakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, na yajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapeni tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hata kama Mungu hajajibu bado, lakini ninao uhakika ndugu msikilizaji, Mungu anakuwazia mawazo mema. Amen. Mawazo mema kwa habari ya shule yako. Amen. Mawazo mema kwa habari ya future yako. Amen. Mawazo mema kwa habari ya jambo linalokusumbua. Mungu anayo mawazo. Na anasema hivi, nitawapa tumaini siku za mwisho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona tumaini halijaja, bado hujafika mwisho. Na mwisho haufiki kama tumaini haliji. Amen. Kwa sababu Mungu amesema nitawapa tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Kwa hiyo mshukuru Mungu, kwa sababu unajua bado anakupigania. Bado utakuwa na mwisho mzuri. Bado utakuwa na mwisho wenye matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikuonyeshe jambo moja, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 15 mpaka 25. Tutakuwa tunasoma kwa vituo. Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 15 hadi wa 25. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Yehoshafati akainama kichwa kifulifuli. Wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote na wakaao Yerusalemu, wakimsujudia Bwana. Na Walawi wa wana wa Wakohathi na wa wana wa Wakorai wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, utaiona nguvu ya shukrani. Neno la Mungu linatuelezea Yehoshafati akapewa ujumbe ya kwamba majeshi ya watu wanaenda kuwavamia kwenye eneo lake, kwenye ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yehoshafati aliposikia hizi habari, moyo wake ulifadhaika. Hofu ikamuingia, akaogopa. Ndipo alipoenda mbele za Mungu kuomba na kumlilia. Wakiwa wanaomba sasa, ndio mstari wa 15 unatueleza, Roho wa Bwana akamshukia mmoja wapo, Roho akasema nao, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kwa hiyo walipopewa haya maelekezo, mtu wa Mungu, kuna jambo Yehoshafati analifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 21 nikuonyeshe kitu. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa
patakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu Yehoshafati alipopata ujumbe kutoka kwa Bwana ya kwamba atashinda vita na Bwana yuko pamoja naye, Yehoshafati bila kuona, bila kushinda hiyo vita, bila kuwapiga wale maadui, kuna jambo analifanya. Anaenda kupanga watu kwa habari ya kumshukuru Mungu. Anaamua kuiendea vita na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye huu mstari wa 21, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Kwa hiyo pale pale Yehoshafati anaanza kumshukuru Mungu. Anajua Mungu anamwazia mawazo mema. Anajua Mungu anamwazia mwisho mwema. Hata kama hajaona bado, lakini anamjua. Hata kama hajamshindia bado, lakini atamshindia. Hata kama ana wasiwasi na hofu kwenye moyo wake, lakini anajua Mungu atamsaidia. Hata kama bado ana mahitaji mengi, lakini Yehoshafati mfalme mwenye watu wengi, nchi yake ambayo imetishiwa, anaenda na shukrani. Mtu wa Mungu, usiku wa leo hichi ndicho tutafanya kama Yehoshafati. Tutaenda mbele za Mungu kwa habari ya kumshukuru Mungu, hata kama bado hatujaona nafasi zetu za baraka, hata kama maombi yetu yote 12 bado hayajajibiwa, hata kama lile ambalo unalihitaji sana haujajibiwa. Tutafanya kama Yehoshafati. Yehoshafati anapanga watu mbele, mtu wa Mungu, watu watakao mshukuru Mungu kwanza, watu watakao mwambia Mungu, tunakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Wewe utatushindia vita, vita ikiwa haijashindiwa, vita ikiwa haijaanza. Ndio kwanza wameambiwa maadui wanawajia, ndio kwanza wameambiwa maadui wametangaza kuwaua, lakini wanaweka shukrani mbele. Kwa nini wanamshukuru Mungu? Wanamuonyesha Mungu ishara ya kumjua, ishara ya unyenyekevu, ishara ya kumheshimu, ishara ya kumtegemea. Mtu wa Mungu, leo tunaenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi mzuri aliotupa, mwezi wa 5 wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Tumekemea nguvu za giza, tumepiga wachawi, tumepiga ubaya, hata kama hatujayaona matokeo bado kwenye ulimwengu wa mwili, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tunajua rohoni alitushindia. Amen. Tunamjua yeye ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yehoshafati wanasema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunamshukuru Mungu leo kwa maana fadhili zake ni za milele. Haijalishi hajatujibu bado, fadhili zake ni za milele. Haijalishi hajafanya bado, fadhili zake ni za milele. Haijalishi maadui zetu bado wametuinukia, fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, endelea mbele mstari wa 22 na kuendelea. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Hata Yuda walipofika mnala wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliokoka. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani, walivyojivulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa Mungu, angalia nguvu ya shukrani. Angalia walipokuwa wanamshukuru Mungu, kitu gani Mungu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yehoshafati na watu wake walipokuwa wanamshukuru Mungu kulielekea jeshi, neno la Mungu linasema Mungu akawaweka waviziao juu ya adui zao. Mungu akapigana vita yao.
Mungu akaua maadui zao. Amen. Kile ambacho Yehoshafati alikuwa anakiogopa kikaanguka. Amen. Kile ambacho kilijiinua kikapotea. Amen. Ule mlima mrefu uliojiinua mbele ya Yehoshafati ukaanguka na kusawazika. Amen. Neno la Mungu linasema Yehoshafati walipofika vitani wakakuta watu wote wameanguka. Adui wote wameanguka kwa upanga. Badala ya kupigana ili kuokoa maisha yao, wakakuta mali nyingi, wakakuta nyara nyingi. Neno la Mungu linasema walikaa siku 3 wakikusanya. Mtu wa Mungu, usiku wa leo nimekwambia tunapeleka shukrani iletayo ongezeko. Amen. Unapomshukuru Mungu, mtu wa Mungu, unaongezeka. Amen. Unapomshukuru Mungu, mtu wa Mungu, kuna kitu kinafanyika. Amen. Unapomshukuru Mungu, mtu wa Mungu, tatizo lako linakuwa dogo. Amen. Tumeliona wapi kwa Yehoshafati? Yehoshafati wakati anaanza kumshukuru Mungu, tatizo lake bado lilikuwa mbele yake. Bado tatizo lake lilikuwa limeinuka. Lakini anamjua Mungu wake ni Bwana wa vita. Amen. Anamjua Mungu wake ni Mungu mwenye uwezo. Amen. Anajua neno la Mungu ya kwamba nakuwazia mawazo mema, Amen, wala si mabaya. Yehoshafati alikuwa anamjua Mungu ya kwamba Mungu anamwazia mawazo mema, Amen, wala sio mabaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma huu mstari wa 25, dada Krista nisomee. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani walivyojivulia, zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona shukrani kilichofanya kwenye maisha ya kina Yehoshafati. Na usiku wa leo ndivyo Mungu atakavyotufanyia. Tutakapoenda mbele zake kumshukuru Mungu, mtu wa Mungu, Mungu atatusaidia. Amen. Ngoja turudi kwenye mstari wa 22. Neno la Mungu linasema hivi: nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Mtu wa Mungu, kwa nini Mungu aliwasaidia? Wakiwa kwenye shukrani. Walipokuwa wanamsifu Bwana, walipokuwa wanamtukuza Bwana, walipokuwa wanamwadhimisha Bwana, walipokuwa wanamimina mioyo yao mbele za Bwana, kuna kitu Bwana alikuwa anadili na adui zao. Kwa hiyo usiku wa leo tutakaponyanyua mioyo yetu na maombi yetu mbele zake ya shukrani, Bwana ataweka wavizi yao. Amen. Wakati Yehoshafati wanashukuru na watu wake, Bwana anaweka wavizi yao. Neno la Mungu alisemi walipokuwa wanamwambia Mungu, chinja adui zetu, Mungu uwa watu wetu, hapana. Walikuwa wanamshukuru Bwana. Wanaelezea matendo yake, wanaelezea nguvu zake, wanaelezea fadhili zake, wanaelezea uzuri wake. Wanamwambia Mungu asante, maana wewe ni mwema na mkuu. Mungu anaweka wavizi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, tutakapokuwa tunamshukuru Mungu leo, changamoto yako itaondoka. Amen. Tutakapokuwa tunamshukuru Mungu leo, ugonjwa wako utaondoka. Amen. Utakapokuwa unamshukuru Mungu leo, maombi yako 12 yatajibiwa. Amen. Huu ni usiku wa shukrani iletayo ongezeko, mtu wa Mungu. Amen. Neno la Mungu linasema waliimba mbele za Bwana, walimsifu Bwana, walimwambia Mungu, tunakushukuru, fadhili zako ni za milele. Yehoshafati alitanguliza shukrani, akutanguliza jeshi. Alitanguliza shukrani, akutanguliza maombi yake na mahitaji yake. Alitanguliza shukrani, mtu wa Mungu. Tunapofunga huu mwezi, mtu wa Mungu, tunafunga na shukrani. Amen. Tunamwambia Mungu tunakushukuru. Tunapofunga na shukrani, mwezi wetu wa 6 unafunguka. Kwa sababu neno la Mungu linasema ingieni malangoni mwake kwa shukrani. Amen. Nimekwambia leo tutaenda kuombea mwezi mpya. Hatuwezi kuingia kwenye mwezi mpya kama shukrani haipo. Shukrani inamaliza kila kitu. Amen. Shukrani inashusha uwepo wa Mungu. Amen. Shukrani inashusha uwezo wa Mungu. Amen. Shukrani inaondoa tatizo. Amen. Shukrani inamwazimisha Mungu. Amen. Shukrani inamketisha Mungu kwenye maisha ya watu.
Mtu wa Mungu, usiku wa leo, mimina moyo wako wa shukrani mbele za Bwana. Amen. Mimina moyo wako wa shukrani. Mimina machozi yako ya shukrani. Mwelezee Mungu namna ambavyo unamjua. Mwelezee Mungu habari zake ulizosikia. Mwelezee Mungu namna ambavyo unampenda. Mshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyanyua mikono yako mtu wa Mungu mbele za Bwana. Anza kumshukuru Mungu. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa wingi wa rehema zako na fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako. Shukuru mtu wa Mungu. Asante kwa ajili ya maarifa yako ambayo umeachilia siku ya leo. Nasi tumejua ya kwamba umetupasa kuwa watu wa shukrani mbele zako. Tunakushukuru mtu wa Mungu. Tunakushukuru Mungu mwaminifu. Tunakushukuru wewe uwezaye. Tunakushukuru wewe toshaye. Tunakushukuru maana fadhili zako ni za milele. Nasi Bwana tumesikia habari za Yehoshafati, Bwana. Nasi Bwana tumepata ufahamu. Nasi Bwana tumetia mioyo yetu ufahamu ya kwamba siku ya leo tutakushukuru wewe. Maana siku ya leo tutatangaza utukufu wako na utakatifu wako. Tunakushukuru Bwana. Tunasema asante. Tunasema asante Baba. Tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa 5. Tunasema asante kwa ajili ya huruma zako. Tunasema asante kwa ajili ya fadhili zako. Shukuru mtu wa Mungu. Shukuru. Reko poto zeremanda kabade. Zirokomanda kabade. Rikomanda kabade. Zerekomanda kabade. Rikomanda kabade. Zaramanda kabade. Rikomanda kabade. Zerekomanda kabade. Yehoshafati akuangalia tatizo lake. Yehoshafati alikuangalia wewe Bwana. Rikomanda kabade. Zirikomanda kabade. Rikomanda kabade. Zerekomanda kabade. Rikomanda kababa shalamanda. Rikomanda kababa sakata. Rikoshete basaramanda. Rikomanda kabade. Rikomanda kabade. Yanyua sauti ya shukrani. Reko baba saramanda. Wewe umekuwa mwema. Wewe umetufundisha. Wewe umetusaidia. Wewe umetuita. Wewe koroko sharamanda. Zero baba maana umetujibu. Tunakushukuru maana umetutunza. Tunakushukuru maana umetuhifadhi. Tunakushukuru maana umetustiri. Tunakushukuru maana hujatupungukia. Tunasema asante mbele zako. Tunakushukuru Mwokozi Yesu. Tunakushukuru wewe peke yako. Shukuru mtu wa Mungu. Shukuru mtu wa Mungu. Shukuru mtu wa Mungu. Shukuru. Mwambie asante. Asante Baba. Asante Bwana. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu kwa rehema zako, kwa uzuri wako, kwa mapenzi yako. Randa kababa bashaka. Rekomanda kabade. Zaramanda kabade. Katika jina la Yesu Kristo. Nyanyua mikono yako mtu wa Mungu. Sema Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninakushukuru kwa ajili ya fadhili zako. Neno lako linasema iweni watu wa shukrani. Na usiku wa leo tunasogea mbele zako sawa sawa na neno lako. Tunapokushukuru tunafanya mapenzi yako. Na usiku wa leo tunafanya mapenzi yako. Tunanyanyua shukrani zetu kwa ajili ya mwezi wa 5. Mwezi mwema. Mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu. Tunasema asante. Maana tunajua wewe Mungu umeturudisha kwenye nafasi zetu. Tunakushukuru maana wewe peke yako ndio tegemeo la maisha yetu. Na neno lako linasema unatuwazia mawazo mema wala si mabaya, kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Usiku wa leo tunanyanyua sauti za shukrani, sauti za sifa, sauti za shangwe mbele za uso wako. Tunasema asante. Tunasema asante. Tunasema asante kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante kwa wiki ya kwanza. Asante kwa wiki ya pili. Asante kwa wiki ya tatu. Na hii wiki ya 4 umekuwa mwema. Umekuwa Baba. Umekuwa Mungu. Umekuwa kiongozi. Umekuwa msaada. Umekuwa hakimu.
umekuwa hakimu, umekuwa wakili, umekuwa wakili, umetusaidia, umetuonekania, umetupa amani, umetuponya, umeongea na sisi katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu kwa shukrani. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa 5, mwezi mwema ambao umetupa. Tunakushukuru maana ndani ya mwezi huu tumerudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Tumeona tukikaa kwenye nafasi, tumeona ukituongeza, tumeona ukituinua, tumeona ukitusaidia, tumeona ukitushika mkono. Tunakushukuru, umetutia moyo Baba, tulipokata tamaa umetusaidia Baba, tulipoona tukuoni ukaja mbele zetu, tulipoona giza Baba ukatuashia taa. Zarakamanda kabade, rikomanda kabade. Nyanyua sauti ya shukrani, nyanyua sauti ya shukrani, nyanyua sauti ya shukrani. Zaramanda kabade, zaramanda kabade, zarakamanda kabade, rikomanda kabasaramanda, rekomanda kabade. Umetuponya magonjwa, umetuponya na nguvu za giza, umetusaidia Baba, umetunyanyulia watu ambao wametushika mkono, umetunyanyulia watu ambao wametusaidia, umetunyanyulia watu ambao wametuombea Baba. Asante Baba, umetuponya na ajali barabarani, rekoma sataya, saramanda kabade. Umetufanulia neno lako, umetuonyesha watu wema, rekoma sakaramanda. Umetusamee badeni, umetusamee makosa, umetusamee na dhambi. Baba yangu asante, Baba yangu asante Baba, asante kwa mema yote, asante kwa mazuri yote Baba. Randa baba baba baba, zaraba sharamanda kabade, rekomanda kabade. Umetutangulia mbele yetu, ukatuongoza nyuma yetu, ukatusogeza kulia na kushoto. Rekomanda, shukuru mtu wa Mungu, mimi na moyo wako wa shukrani. Zarama shakaramanda kabade, zarama shakaramanda, zarama shakaramanda, zoroba sakaraba shara, zarama shakaramanda kabade, rekomanda kabasharamanda, zarama shakaramanda kabade, rekomanda kababa, zarama shaka. Mimi na moyo wako, mimi na moyo wako, mimi na moyo wako. Nakaramanda, nakushukuru Baba yangu, nakushukuru Mungu wangu. Akashara, zaramanda, zarama shakaramanda, zarama shakaramanda, zarama shakaramanda, zarama shakaramanda kabadaya, zarama shakaramanda, zarama shakaramanda, zarama shakaramanda, zarama shakaramanda kaba, zarama shakaramanda. Mshukuru Mungu kwa ndoa yako, mshukuru Mungu kwa nyumba yako, mshukuru Mungu kwa uwezo wako, mshukuru Mungu kwa yote, mshukuru Mungu kwa yote, mshukuru Mungu mtu wa Karamanda. Mwambie amekuwa mwema, mwambie amekuwa mzuri, mwambie amekuwa wachawi, mwambie amekusaidia. Zaramanda kama zaramashaka, mwambie asante, mwambie asante. Ameondoa ubaya, ameondoa mawe, ameondoa mitego, amekutoa kwenye mashimo, ameondoa harufu mbaya, amekupigania, amekupa mali zako, amekupa fedha ulizokuwa unataka. Randa baba baba, zaramanda. Mimi na huo moyo, mimi na huo moyo, anasikia, 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 anasikia. Rakamanda kabade, amemtunza mume wako, amemtunza mchumba wako, ametunza mama yako, ametunza baba yako, ametunza watoto wako, ametunza dada zako, ametunza kaka zako. Hajaacha ugonjwa kumalize, hajaacha uwezi waibike, hajaacha, amekusaidia, amemaliza kesi ulizonazo, kesi zako mahakamani, amekuwekea dhamana, amekuwa upande wako. Randaba, shukuru, shukuru, shukuru mtu wa Mungu, shukuru mtu wa Mungu, shukuru. Wewe umelinda miji yetu, wewe umelinda familia zetu, wewe umelinda Saramanda kabade, asante Yesu, asante Mwokozi, asante Yesu, asante Mwokozi. Umetutenga mbali na ubaya, yes Baba, ubaya hujatufikia. Ndio Baba yangu, ndio Baba yangu, tunasema umetupa mahali imetupasa kukushukuru. Saramanda kabada, Tunasema asante, umetupa Saramanda kabadaya, Sarama sakaramanda, Sarama shakaramanda kabada, Sarama sakaramanda. Umetufanyizia nafasi, Saramanda kabade, umeipa miguu yetu nafasi. Tunasema asante, umetupa kusikika, shukuru, umetupa kuonekana,
umetupa kuongezeka, umetupa kuongezeka, umetupa roho wako, umetupa neno lako, umetupa malaika wako, wametuzingira, wametuzunguka, wanatulinda, wanatuangalia, umetupa wewe, umetupa wewe, umetupa wewe, umetupa wewe, nguvu zake ni nyingi mahali ulipo. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante. Paza sauti ya shukrani. Randa bashakaya, umetufunika, tunakushukuru, tunakutukuza, tunasema asante Yesu, tunasema asante Yesu, asante kwa wema, asante kwa fadhili, asante kwa uaminifu, asante Mwokozi, mwambie maneno yako, mwambie maneno yako kwa Mungu, mwambie kwa habari ya teso lako, mshukuru, mshukuru, mshukuru. Nani kama wewe, nani kama wewe, nani kama wewe, nani kama wewe, wewe Mwokozi wewe, wewe ngao yetu, wewe tumaini letu, wewe msaada wetu, wewe ni pendo, wewe ni pendo. Kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinatokea, kuna jambo linafanyika. Mimi na moyo wako mbele za Bwana, mimi na moyo wako mbele za Bwana, mimi na moyo wako mbele za Bwana, mimi na moyo wako, mimi na moyo wako, mimi na moyo wako, mimi na moyo wako. Anamaliza kesi zako, anamaliza teso lako, anamaliza hiyo migogoro. Randa kabali, sarabata ramanda kabali. Tulipoogopa Baba, mkono wako ulikuwa pamoja nasi. Tulipoona tutanguka, mkono wako ulitunyanyua. Tulipoona tunanyuka, ulituokoa tusijikwae. Saramanda, shukuru, 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 shukuru. Randa, paza sauti, paza sauti, paza sauti, paza sauti, paza sauti hiyo, paza hiyo sauti ya shukrani, paza hiyo sauti ya shukrani, paza hiyo sauti ya shukrani, paza hiyo sauti ya shukrani. Naona ugonjwa kuwasha unaondoka, naona vidonda vinaondoka, naona ukurutu unaondoka, naona Mungu anamaliza teso, anaponya moyo wako. Zaramanda, 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 zaramanda kabali, zaramanda kabali. Naona vinaondoka, vifungo vinafunguka, mapepo yanaondoka, uchawi unaondoka, nguvu za giza zinakuachia. Nekomanda kabali, zaramanda kabali, zaramanda kabali, zaramanda kabali, zaramanda kabali, zaramanda kabali. Shukuru mtu wa Mungu, shukuru mtu wa Mungu, shukuru mtu wa Mungu. Naona uaminifu wako katika maisha yangu, naona uaminifu wako. Repo sokotaya, naona utukufu wako. Rapa sokota, rapa shekete, naona utukufu wako. Sauti ya shukrani, paza hiyo sauti ya shukrani, paza hiyo sauti ya shukrani. Vifungo vinaondoka, visiki vinang'oka, visiki vinaondoka, milima inasawazika. Rekomanda kabade, mlima urefu unaondoka, tatizo linaondoka, mawimbi yanaondoka. Wewe ni mzuri, Mungu mwaminifu, tunakushukuru, tunakutukuza, tunaimba sifa zako. Kabade, rekomanda kabade. Neno la Mungu linasema Yehoshafati walipokuwa wanashukuru, Mungu akaweka wavizi yao, wakamaliza adui zao. Walipofika kwa maadui zao, wakakuta nyara na mali. Mungu akawabariki. Usiku wa leo kwenye shukrani, Mungu akabariki maombi yako. Amen. Usiku wa leo kwenye shukrani, Mungu akajibu maombi yako. Amen. Mtu wa Mungu, weka teso lako kubwa linalokusumbua mbele yako. Weka hitaji lako kubwa linalokusumbua mbele zako. Amen. Weka mbele ya macho yako. Alafu ukiwa umeliweka mbele zako, sema Mungu nakushukuru. Mungu nakushukuru. Maana wewe ni mwaminifu. Maana wewe ni mwaminifu. Hakuna mlima mkuu, hakuna mlima mkuu usioweza kuondoa, usioweza kuondoa. Hakuna tatizo kuu, hakuna tatizo kuu usioweza kuliondoa, usioweza kuliondoa. Hakuna jambo gumu, hakuna jambo gumu usiloweza kulimaliza.
utaweza kulimaliza. Usiku wa leo ninakunyanyulia sifa. Ninasema wewe ni mkuu. Ninasema wewe ni mkuu kuliko tatizo langu. Wewe ni Mungu wangu. Wewe ni Mungu wangu. Umejawa sifa. Umejawa sifa. Umejawa na shukrani. Umejawa na shukrani. Umejawa uwezo. Umejawa uwezo. Umejawa nguvu nyingi. Umejawa nguvu nyingi. Umejawa ushindi. Umejawa ushindi. Umejawa mema mengi. Umejawa mema mengi. Ninakutukuza. Maana wewe ni mkuu. Maana wewe ni mkuu kuliko matatizo yangu. Kuliko matatizo yangu. Wewe ni mwingi. Wewe ni mwingi kuliko changamoto zangu. Wewe unaweza kuliko vitu vyote. Katika jina la Yesu. Usiku wa leo ninasema asante. Ninasema asante. Maana ninajua utanitenda mema. Bwana Yesu, tunakushukuru. Mwambie Mungu ninakushukuru. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 6. Kwa ajili ya mwezi wa 6. Neno lako linasema ingieni malangoni kwa shukrani. Mwezi wa 6 nakujia kwa shukrani. Nakujia kwa shukrani. Nasema asante. Maana mwezi wa 6 utanipokea. Mwezi wa 6 utanibariki. Mwezi wa 6 malango yangu yatakuwa wazi. Uaminifu wangu utakuwa mkuu. Nafasi zangu zitaonekana. Walionikimbia watanitafuta. Walionicheka wataona wema wa Mungu kwenye maisha yangu. Mwezi wa 6 nitaongezeka. Mwezi wa 6 akili yangu itamuona Mungu. Mwezi wa 6 akili yangu itafunguliwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa 6. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 6. Ninakushukuru maana ni mwezi mwema. Ninasema asante maana utanipa neema. Rikomanda kabade. Endelea kushukuru. Mungu atakutenda mema ndani ya mwezi wa 6. Mungu atakuinua ndani ya mwezi wa 6. Mungu atakusaidia ndani ya mwezi wa 6 ambayo hujaona mwezi wa 5 utayaona mwezi wa 6. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru Bwana maana mwezi wa 6 utanipa neema ya kutembea na kumaliza. Nitautembea nikiwa na wewe. Maana wewe Bwana utayanyosha mapito yangu. Maana wewe Bwana utayanyosha njia yangu. Mwezi wa 6 ninakufunika kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 6 ninatamka malango yako yatakuwa wazi. Malango yako yatanipokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninatamka mwezi wa 6 nitaona wema na fadhili za Bwana. Mwezi wa 6 nitaona mkono wa katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Muda huu mtu wa Mungu, tunapomaliza mwezi wa 5, nyunyizia malango ya mwezi wa 5 damu ya Yesu Kristo. Hilo lango linaloishia linyunyizie damu ya Yesu Kristo. Na lango la mwezi wa 6 ambalo tunaenda kulifungua linyunyizie damu ya Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wa 5. Kwenye mwezi wa mwisho. Mwezi wa unaoishia. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya mwezi wa 6 kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Kwa hiyo Mungu nafunika miezi yangu hii kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya agano. Ninatamka ndani ya damu ya Yesu nitakaa salama. Ndani ya damu ya Yesu nitapata ushindi. Ndani ya damu ya Yesu nitaongezeka. Ndani ya damu ya Yesu nitastawi. Ndani ya damu ya Yesu nitakuwa na akili njema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua maombi yako 12. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mahitaji haya ya watoto wako. Maombi 12 ambayo wameandika. Mungu, tunakutukuza maana tunajua umetujibu. Mungu, tunakutukuza maana tunajua umetushindia. Na tunanyunyizia damu ya Yesu haya mahitaji yetu yote. Tunanyunyizia damu ya Yesu haya mahitaji yetu yote katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto zako wamezinyanyua. Mungu, hizi ni sadaka za shukrani kwa ajili ya mambo mema Baba ambayo umetutenda mwezi wa 5. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya yote uliotujibu. Tunakushukuru Baba hata kwa
yale ambayo haujatujibu. Tunaamini Mungu utamaliza, utatujibu. Tunakuwa kama Yehoshafati, alipokuwa anaenda vitani, alitanguliza shukrani, alitanguliza sifa, alitanguliza moyo wa shukrani, kwa sababu alikuwa anakujua. Mungu, nasi usiku wa leo tunanyanyua sadaka zetu, tunakushukuru wewe. Tunakushukuru Mungu mwaminifu, tunakushukuru Mungu unayeweza, tunakushukuru Mungu unayetushindia, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, na kwa sadaka hii tunafungua lango letu la mwezi wa 6. Tunapoingia na shukrani, tunaachilia na sadaka kwenye malango, tunaachilia na sadaka kwenye malango. Mungu, pokea sadaka zetu. Mungu, zikubali sadaka zetu. Mungu, zitakabali sadaka zetu. Sikia maombi ya sadaka zetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema Yehoshafati uliwapa mali nyingi. Usiku wa leo Mungu katupe mali nyingi. Usiku wa leo Mungu katupe afya nyingi. Usiku wa leo Mungu katupe ushindi mwingi. Usiku wa leo Mungu katupe kuona mema mengi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ukatushindie. Usiku wa leo tukaone uwepo wako. Usiku wa leo ukamalize madeni yetu. Usiku wa leo ukamalize changamoto za ndoa zetu. Usiku wa leo Mungu tukapate madili tunayoyatafuta. Mungu tukaione miradi tunayoitaka. Mungu tukaone vibali tunavyovitaka. Mungu tunakushukuru. Tunasema asante kwa ajili ya fadhili zako. Tunasema asante kwa ajili ya wema wako. Tunasema asante kwa ajili ya upendo wako kwenye maisha yetu, kwa jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202, 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi kwa kusema hivyo, mtu wa Mungu, utakuwa umeokoka, na utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, kama unapita kwenye changamoto yeyote, utatupigia simu kwenye hizo namba, tutapokea na tutakuhudumia kwenye namba 0716052202 au 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu na kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, tumetuma tangazo kwa ajili ya kuanza mfungo ndani ya mwezi wa 6. Mtu wa Mungu, Mungu ametupa neema ya kuanza mfungo. Tutakuwa na mfungo wa maombi ya siku 3. Bwana Yesu asifiwe, ambayo yataanza tarehe 4 mwezi wa 6 mpaka tarehe 6 mwezi wa 6. Itakuwa siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Mtu wa Mungu, jiandae kufunga, jiandae kuomba. Maombi haya ambayo tutayaomba, tutatembea kwenye miezi 6 iliyobakia. Tutaona wema wa Mungu, tutaona fadhili za Mungu, tutaona mkono wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, andaa maombi yako 12. Lakini pia kuna watu Mungu amewajibu maombi yao yote 12. Wewe ambaye Mungu amekujibu, andika maombi mengine. Waandikie ndugu zako, waandikie familia yako. Mzazi una mtoto, muandikie mtoto wako maombi yako 12. Muandikie vitu ambavyo unatamani kuona Mungu atamsaidia. Muandikie mume wako, mume muandikie mke wako, binti muandikie mchumba wako, kijana muandikie mchumba wako. Mungu atatusaidia wote. Andikia biashara yako maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mfungo huu wa siku 3, mtu wa Mungu, utamuona Mungu sana. Na ni mfungo wa kuomba, tutaomba. Tutatuma utaratibu mzuri kwenye magrupu yetu. Na wewe ambaye hautaona utaratibu, utatupigia simu na tutakupa. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen.